Asante kwa kuendelea kutufuatilia viwanjani ndani ya Azam Sports 1 HD. Mimi ni Saidi Msume. Bado tunaendelea kukuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia katika siku hii hapa ya leo, ambapo ikiwa zimesalia siku 4 kabla ya kuchezwa mchezo wa kwanza wa nusu finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu 2024-2025 kati ya JKT Tanzania dhidi ya Young Africans. Mwenzetu Akida Kilango yuko jijini Tanga, ambapo anafanya mazungumzo maalum na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, ambaye ndio wasimamizi wakuu wa uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga. Akida, habari za Tanga na karibu kwa wakati huu. Saidi Msumi, habari ya Tanga ni nzuri, na miongoni mwa siri ambazo naweza nikakuibia, wanasema kwamba hapa Tanga kila kitu kinaungwa nazi. Asubuhi ya leo tumepata kula vitumbua vilivyoungwa na nazi, chapati inaungwa nazi. Yawezekana labda ni supu tu ndio ambayo haiungwi nazi hapa Tanga, lakini naweza kusema kwamba Tanga wakarimu kweli kweli. Na muda huu kama ambavyo umeweza kutambulisha hapo, tupo na mwenyekiti wa chama cha CCM mkoa hapa Tanga, lakini ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi hapa mkoa wa Tanga, ni Rajab Athman Abdallah, ambao wao ndio wamiliki wa dimba hili la CCM Mkwakwani, uwanja ambao kesho uwanja ambao itapofika Mei 18 utatumika katika mchezo ule wa nusu finali ya kwanza, ambapo wananchi Yanga watakipiga dhidi ya JKT Tanzania. Na muda huu naungana naye ili tuweze kuzungumza masuala kadha wa kadha kutoka hapa Tanga. Habari ya muda huu? Salama kabisa. Tanga nzuri kweli kweli. Na mimi nishukuru. Tumeona ukarimu ni wa hali ya juu kweli kweli. Ni wasifu kwa hilo. Asante. Nashukuru pia umetangaza vema kwamba umekula vitumbua vya nazi. Na tukianza kwanza kutazama kile ambacho tunakiendea Mei 18, ni mchezo wa nusu finali Yanga wakikipiga dhidi ya JKT Tanzania. Kwanza, kama wamiliki wa uwanja huu, mlijisikiaje mara baada ya kupewa taarifa hiyo? Sisi tumejisikia furaha na faraja kubwa sana. Unajua, kwa sababu sisi kama wadau wakubwa wa michezo nchini, kwa sababu unaposema wadau wakubwa wa michezo nchini, mdau namba moja kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayoyafanya katika swala la michezo, hususan mpira wa miguu. Sisi kama Watanzania tunashuhudia wote. Lakini na Chama cha Mapinduzi nao sisi ni wadau wakubwa sana wa michezo, hususan mchezo wa mpira wa miguu, na ndio maana tuna viwanja vyetu hivi vya mpira wa miguu takribani kwenye kila mkoa. Kwa hiyo tunajitahidi sana viwanja hivi kuvitunza kutoka waasisi wetu walipoviasisi viwanja hivi. Kwa wajibu wetu sisi kuendelea kuvitunza na kuviboresha kila uchao. Na mtakumbuka nyinyi waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla kwamba uwanja wetu huu kwa kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tuna changamoto, hususan katika sehemu kubwa hii ya kuchezea, kwa maana hii ya pitch. Tulikuwa na majani ambayo hapa hayafai, hayakuwa majani ya mpira. Kwa hiyo na vilabu vilikuwa kuilalamika sana, wakija Tanga wanakuja kucheza, lakini changamoto kuwa sehemu ya kuchezea. Lakini tukasema kama wamiliki wa uwanja lazima tuweze kurekebisha hilo, na tuwashukuru ndugu zetu wa TFF, tumeungana nao mkono katika swala hilo, wametuunga mkono sana. Rais Karia, kina Mzee Madadi wametuunga mkono sana juu ya kurekebisha sehemu hii ya kuchezea. Tumetoa udongo usiofaa, tukapanda majani, tukaleta udongo unaofaa, tukapanda majani mengine mapya. Kwa hiyo umeona toka baada ya uwanja wetu kufanya marekebisho na vilabu kwenye ligi kuu wanapokuja kucheza, sasa na malalamiko sasa kiukweli yameondoka. Kwa hiyo sisi ni furaha na faraja kubwa sana kwetu. Kwa hiyo nikupongeze, yes. Tunapoona tumetoa mashindano kama haya, tunazidi kufarijika kwamba kile tulichokifanya, manake tunaona kabisa kwamba kumbe hatukupoteza nguvu zetu bure. Wenzetu wa TFF wamethamini mpaka wameweza kutupa heshima kubwa sana ya kutuletea mashindano haya makubwa katika mkoa wetu wa Tanga.
Na nikupongeze pia na nipongeze pia TFF kama ambavyo umeweza kuzungumza hapo, kwa sababu hata tulivyozunguka kuweza kukagua mandhari katika uwanja huu wa CCM Mkwakwani, bila shaka ni pongezi kubwa ambayo mnastahili katika hilo. Tukiachana sasa na hili la maboresho ambayo yamefanyika katika uwanja huu, tunafahamu kuna mchezo mkubwa unafuata, huwa nusu finali Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Kwa takriban msimu mzima huu ilikuwa ni nadra kuwaona Yanga wakija hapa, lakini pia timu nyingine kama Simba Sports Club, Azam FC kuja kukipiga katika uwanja huu, lakini inakuja sasa fursa hii ya mchezo wa nusu finali. Ni kwa namna gani ambapo kama wamiliki wa uwanja mmeweza kujipanga na kuhakikisha kwamba mbali na maboresho tu yale ambayo yamefanyika katika eneo la uwanja, lakini hata kwa mashabiki watakaoingia, kwa watu mbalimbali watakaoingia wenye changamoto za hapa na pale, basi mazingira ya uingiaji katika uwanja huu yawe ni rafiki? Asante. Na sisi kiukweli baada ya maboresho sehemu hii ya kuchezea, tukasema pia angalau kwamba mandhari ya uwanja wetu nzima uweze kuonekana kwanza ni mazuri. Unakumbuka hata sehemu ya majukwaa ya ukalia mashabiki yalikuwa jinsi yalivyokuwa yamechakaa sana, tukasema angalau basi tupake rangi. Sasa bahati nzuri ujua Mheshimiwa Rais ukaja kutupa chachu zaidi ya hilo, tukafanya marekebisho makubwa sehemu hiyo. Lakini pia kwa swali lako, sisi raha yetu ni kuondoa changamoto zote katika swala zima la mchezo wa mpira wa miguu. Ukisema mpira wa miguu manake ukiacha vilabu sehemu yao wao, wachezaji wale sehemu yao ni kwenye pitch. Lakini sehemu yao ni kwenye mabenchi ya ufundi, sehemu yao ni kwenye changing rooms zile, ambao kote huko tunaendelea kuweka mambo vizuri. Lakini mashabiki nao sehemu ya kukaa kisha wanakaa vizuri, ambao tunajitahidi kuboresha. Lakini vyoo, kwa maana wakija wasipate changamoto hizo za vyoo, tunajitahidi kuweka vizuri. Lakini najua hii ni safari ndefu sana. Yaani hapa tulisema kwamba huu ni mkakati wa muda mfupi. Mkakati wa muda mrefu ni kubadilisha kabisa uwanja huu wa Mkwakwani. Lengo letu sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, uwanja huu sasa uweze kutumika na mechi za kimataifa. Kwa maana bara zima la Afrika linapokuwa na mechi za mashindano ya Afrika, uweze kuja kuchezwa mpira hapa. Haya ndio malengo yetu, na ndio maana tuna mikakati hiyo ya muda mrefu kushirikiana na TFF na serikali pia. Katika mikakati hii ambayo umeizungumzia, ni wazi kwamba inabidi sasa mkoa wa Tanga kama mkoa wa Tanga uweze kufanya vema katika ligi kuu ya NBC ili kuweza kupata nafasi ya kushiriki katika mashindano haya ya kimataifa. Kwa sasa tumeiona Coastal Union haijafanya vizuri sana, lakini kuna African Sports nayo ni kwa kipindi kirefu sana hatujaishuhudia katika ligi kuu. Labda kwa kushirikiana na chama cha soka mkoa, kuna mikakati ipi ambayo mmeweza kuifanya au mnatarajia kuifanya ili kuhakikisha sasa mnakuwa walau na timu mbili katika ligi kuu? Sisi kwanza kama wadau wa michezo katika mpira huu wa miguu kwenye mkoa wa Tanga, kwanza ni vipongeze vilabu vyetu vya Coastal Union, lakini African Sports, pamoja na changamoto ngumu wanazopitia. Masi tunazijua kama viongozi changamoto wanazopitia, lakini bado wamesimama imara. Lao wasingesimama imara, usingezungumzia Coastal Union kwenye ligi kuu. Ingekuwa haipo kabisa, imeshafutika. Na African Sports usingezungumzia kwenye ligi daraja la kwanza au daraja la pili, maana yake ingekuwa haipo, imeshafutika. Lakini bado pamoja na changamoto kubwa, unajua sasa hivi mpira ni fedha. Bila kuwa na fedha maana yake huwezi kuhakikisha mpira unakuwa unasimama katika mkoa wenu. Lakini bado pamoja na changamoto hizi za kifedha, lakini bado vilabu hivi vimesimama. Na sisi kama viongozi kiukweli tunaumia tunapoona kwamba Coastal Union haifanyi vizuri sana katika ligi kuu. Tunaumia tunapoona African Sports haifanyi vizuri, haipandi daraja, tunaumia. Lakini nini malengo yetu sasa? Malengo yetu tulisema kwamba unajua kupanga ni kuchagua. Wakati wenzetu tumegawana majukumu. Wengine wakati wanashughulikia African Sports wanashughulikia Coastal Union, wengine tukasema tusimame kwenye kusimamia uwanja, maana vyote vinahitaji fedha. Lakini malengo na madhumuni ni nini? Malengo na madhumuni baada sasa ya kuhakikisha kwamba tumesimama vizuri katika swala zima la uwanja, kwa sababu hapo uone pia unajua post unaposema ifanye vizuri za ugenini, lakini kila mmoja anarengia nyumbani kwao. Sasa uwanja huu ulikuwa ni sehemu ya changamoto ambayo
Coastal Union isifanye vizuri, African Sports isifanye vizuri, kwa sababu zile mechi za nyumbani wanacheza ugenini, mechi za ugenini wanacheza ugenini. Ndio maana tukasema tugawane majukumu, wengine tusimame sehemu ya kuisha kwa uwanja huu unarudi kwenye hadhi yake, timu zetu ziweze kucheza hapa, ili ile mechi za nyumbani wacheze nyumbani, mechi za ugenini wakacheze ugenini, sio mechi za ugenini wacheze ugenini, za nyumbani pia wacheze ugenini. Kwa hiyo utaona kwamba moja katika vitu ambavyo vimechangia vilabu vyetu visifanye vizuri moja hapo ni hiyo. Ndio maana tukasema lazima tusimame kwa uwanja huu unasimama katika hali nzuri, ili baada hapo sasa tunarudi tunaunga nguvu za pamoja kisha kwamba vilabu vyetu hivi vinafanya vizuri. Kwa mfano African Sports, mimi hamu yangu, unajua mimi ni mdau mkubwa wa Young African. Naipenda Young African, lakini naipenda African Sports. Yaani toka niko mdogo niko hivyo. Maana lazima niwe wazi. Pamoja kuwa kwamba ni mdau mkubwa wa Coastal Union, na wasapoti pale ninapoweza kuwa support, lakini hamu yangu kuona African Sports inafanya vizuri na rudi kwenye ramani ya ligi kuu. Sasa ukisema changamoto za African Sports, moja hapo ni swala uwanja, nilikwambia, kucheza mechi za ugenini, lakini pia swala zima la usafiri, kama nilivyosema, changamoto ya fedha. Ningesema kama kiongozi lazima tuweze kushirikiana na wenzetu hawa ambao wameonyesha nia mpira unachezwa vizuri. Kusema lazima tutafutie African Sports usafiri. So angalau si changamoto kwa imepungua, tutafuta mafuta, tunamlipa dereva basi. Umesikia jambo zuri hilo kweli kweli, kwamba African Sports mpango uliopo sasa ni kuweza kuwatafutia usafiri ili waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Miongoni pia mwa vitu ambavyo tumeviona vimefanyika hapa ni katika uwanja wa mpira wa kikapu pale nje. Inawezekana wengi wasiuzungumzie, lakini pia wapo wadau ambao wangependa kujua ambacho kinaendelea pale. Tumeona uwanja ni mzuri. Vipi katika upande huo wa michezo mingine, napo mnajipanga vipi pia kama mkoa ili muweze kufanya vizuri? Mimi ndio maana nikasema kwamba chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ni wadau wakubwa wa michezo. Nikisema michezo maana yake una include michezo yote, ikiwemo na michezo mingine, netball, yote hiyo. Kwa hiyo tumejikita sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ndio una mashabiki wengi sana kuliko mchezo mwingine wote, lakini hata michezo mingine nayo pia chama chetu kinaunga mkono. Lakini haya ndio maelekezo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan. Unaona namna gani ambavyo kwamba anapenda swala zima la michezo kupitia ilani yetu, na ndio maana ilani yetu imekishimwa swala la sanaa, utamaduni na michezo vinapewa kipaumbele. Vyama vingine unajua hawana hiyo. Na ndio maana wasikia kina Lema na viongozi wengine kwamba Watanzania sasa hivi baada ya kuangalia maendeleo ya nchi yao wanaangalia swala zima wao la mpira tu, wanaangalia swala la mpira tu. Mpira ni ajira, kwa sababu si watu wote watakwenda kuajiriwa ofisini. Si watu wote watakwenda kuajiriwa kuwa mainjinia miradi wa maji ya barabara. Wapo vijana wetu ambao wengi sasa hivi unaona kina Faisal, watu wanazungumzia sana sasa hivi. Kwa nini? Kina Bakari Shwaboy na wengine wengi sana wanapata kipato chao kwa sababu ya kutumia miguu yao, kwa maana kucheza mpira. Kwa lazima chama kiwezi kusupport, kuweka miundombinu mizuri, kuweka malengo mazuri kupitia ilani yake, kuhakikisha kwamba mchezo huu wa mpira miguu na michezo mingine yote tunaweza kuisupport na kisha mambo yanakuwa vizuri katika swala zima la michezo. Kwa hiyo chama chetu kinaangalia michezo yote kwa ujumla wake. Tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa mahojiano haya, tuelekee sasa katika lile ambalo linaanza kufanyika kesho, ni kukagua miundombinu mbalimbali katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini umezungumzia michezo, na ambacho tunakizungumza hapa ni eneo ambalo limewajumuisha watu wengi. Ndio sehemu ambapo wanakutana watu wenye maono tofauti, wenye mitazamo tofauti, watakaa sehemu moja na kuweza kutazama mpira kwa pamoja. Katika kukagua sasa utekelezaji wa ilani hiyo, vipi katika upande wa michezo? Sasa mbali tuna kutazama hapa sisi Mkwakwani, lakini katika maeneo mengine pia, kwa sababu watakaopatikana kule, vipaji vitakavyoonekana kule, ndivyo mwisho wa siku basi vitakuja kusogea huku juu zaidi na kwenda Coastal, kwenda African Sports, lakini hata kuwa katika timu ya taifa. Na katika hili ni kwanza niwapongeze sana chama cha mpira wa miguu cha mkoa wa Tanga. Kiukweli wanafanya kazi kubwa sana. Kama nilivyosema, changamoto ni nyingi sana kwenye swala zima la mchezo wa mpira wa miguu. Lakini pamoja na changamoto nyingi, lakini bado watu wanajitahidi. Na ndio basi wengine tunajitahidi kuwaunga mkono.
kuhakikisha tunawatafutia wadau mbalimbali kusala michezo, na sisi tunatoa vyetu mifukoni kusupport kisha mambo yanakaa vizuri, kwa sababu unawaona watu wana kiu ya kutaka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika swala zima la mchezo wa mpira miguu. Kwa hiyo chama cha mpira miguu mkoa wa Tanga wanaona kwamba wanasimamia kwanza ligi zile za kwenye mawilaya, lakini watu kwenye mawilaya na wanasimamia ligi zao zile za kwenye kata huko. Kisha unapatikana vipaji vinakuja wilayani wanakuja mkoani wanacheza ligi ya mkoa. Tunaona vipaji kimoja mshatuko kivikusanya vile ndio umeweza kuwapata kina Mamnyeto, tunaweza kuwapata kina Banda, tumeweza kuwapata kina Bushe, Messi wa Tanga. Unaona vijana ambao wanafanya vizuri. Wote hao wamepatikana huko mitaani ni kwa sababu ya ligi ya mkoa. Kwa hiyo tukipongeze chama cha mpira wa miguu kwenye mkoa wa Tanga. Na hiyo hasa ndio tafsiri halisi ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba kwenye ilani yetu tunasimamia swala hili kwa kuungana na wadau wa michezo. Kwa sababu sisi hatuna mamlaka hayo ya moja kwa moja kwenye masuala ya michezo. Sisi sio watu wa chama cha mpira wa miguu wa mkoa wala wilaya, wala sisi sio TFF, lakini sisi kazi yetu ni kuungana mkono na hao wadau ambao wamepewa dhamana kwenye swala zima la mpira wa miguu na katika michezo mingine. Naam, nikushukuru sana, lakini kwa kuhitimisha sasa mchezo wenyewe ndo Jumapili unakuja kupigwa hapa. Kwa wale sasa ambao wanakuja Tanga, una lipi la kueleza? Tanga ni njema, atakaye aje. Tumejipanga, serikali iko macho wakati wote kwenye swala zima la amani kupitia mkuu wetu wa mkoa dadangu Batilda Salha Burian pamoja na kamati yake ya usalama. Kwa hiyo amani Tanga imetawala, hakuna vurumai zozote zile. Waje Tanga iko amani, watakuja kwa amani, wataondoka kwa amani. Waje tu wafurahie burudani ya soka katika jiji la Tanga. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, huyo ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa chama cha CCM hapa mkoani Tanga. Rajab tumeweza kuzungumza naye. Rajab Abdurrahman ametueleza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa katika mkoa huu wa Tanga, lakini mipango iliyopo kuweza kuhakikisha kwamba basi mkoa wa Tanga wao wakishirikiana na chama cha soka hapa wanaweza kufanya mengi yatakayowezesha mkoa kupiga hatua katika michezo mbalimbali ikiwemo soka. Lakini pia umeweza kupata exclusive kabisa kwamba upo mpango wa kuweza kuhakikisha kwamba African Sports wanapata basi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika safari zao 2-3. Yawezekana hili walikuwa hawalifahamu, lakini wameweza kulipata hapa kupitia katika viwanjani. Lakini pia ameweza kuzungumzia mchezo wa nusu finali utakaopigwa Mei 18 hapa CCM Mkwakwani, wananchi Yanga wakikipiga dhidi ya JKT Tanzania. Kutoka hapa CCM Mkwakwani mkoani Tanga, kwa niaba ya crew nzima, Emmanuel Mazinga alikuwa nyuma ya kamera, lakini mtozi wangu Masudi Lehenye. Niseme kwamba hatuna la ziada, Saidi Msumi, lakini tutaendelea kuwasiliana na kuweza kufahamishana mambo mbalimbali kuelekea katika nusu finali hii kutoka hapa mkoani Tanga.